ACT, 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 ACT. Kuheshimika. Kauli yako kwa baadhi ya viongozi ambao wamepewa dhamana na Watanzania lakini wanaonekana kwenda na vitu hivi ambavyo wewe unavisisitiza. Nini kwako kwao? Kwanza watawala hasa rais akubali, awe na ngozi ngumu, akubali kukosolewa, kwa sababu kukosolewa ndio msingi wa kujiboresha, ndio msingi wa kujisahihisha. Na CCM wana mwongozo wa mwaka 1981 ambao moja ya misingi yake muhimu sana, na huwa anaipenda sana kuisema Ole Sendeka, kwamba kukosoa na kujikosoa ndio msingi wa kujenga chama imara. Kwa hiyo ni lazima viongozi tujenge huo utamaduni, sio tu wa kukubali kukosolewa, hata wenyewe kujikosoa pale ambapo kuna makosa. Na wito wangu kwa viongozi wa vyama vya kisiasa, tuendelee kukosoa pale ambapo tunaona kuna facts. Tusitukane, tukosoe, tutoe takwimu, tueleze kwamba jambo hili linakwenda sawa, jambo hili haliendi sawa, jambo hili linakwenda vizuri, tupongeze. Tusione aibu kupongeza pale ambapo kuna jambo zuri linafanywa, lakini tusiogope kukosoa pale ambapo kuna jambo baya linatendwa na viongozi, na viongozi wakubali. Na nimesema huko nyuma, kazi ya vyama vya upinzani ni kuisimamia serikali iliyoko madarakani. Niliwahi kutoa mfano, nadhani walinihoji watu wa Azam, kwamba kwenye uchaguzi kuna vitu viwili. Kuna atakayepewa tiketi funguo ya hazina ya nchi, ataitunza hazina na kuitumia hazina kwa faida ya nchi, ndio mkusanya kodi na mtumiaji. Kuna atakayepewa mbwa kwa ajili ya kumchunga huyu mwenye funguo asiibe, ndio vyama vya upinzani. Kwa ukiwa chama tawala umepewa funguo ya hazina, ukiwa chama cha upinzani umepewa mbwa wa kumchunga huyu mwenye funguo. Kwa hii ni dhana nyepesi sana. Kwa lazima tuvumiliane. Leo kuna watu ni wapinzani, kesho tutakuwa watu wa chama tawala. Na ndio maana watu wa jeshi la polisi lazima wawe makini sana. Sio kila amri ni amri ya kutekeleza. Watekeleze amri ambazo ni za kisheria, ambazo zivunji katiba. Wasitekeleze amri kwa sababu tu imetolewa na viongozi, kwa sababu huyo ambao unamkamata leo, kesho ndio utakayempigia sauti. ACT, ACT, ACT. Mwaka 91 iliundwa tume ya Nyalali, ilichambua sheria kandamizi 40, si ndio? Makwendo senior nyendo wazoefu wahenga wa mfumo wa demokrasia ainisha sheria kandamizi 40. Moja ya sheria hizi ni sheria hizo za detention. Mamlaka ya mkuu wa mkoa kumweka mtu ndani kwa masaa kadhaa, na mamlaka ya mkuu wa wilaya kumweka mtu ndani kwa masaa kadhaa. Mapendekezo ya tume ya Nyalali ni kwamba sheria hizi hazifai, zifutwe. Hazijafutwa. Ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tunapambana, moja, ya kupata katiba mpya, sababu katiba mpya haiwezi kuruhusu mambo kama hayo, lakini pili, kufanya marekebisho ya hizo sheria ili kuziondoa sheria hizo, na pale ambapo hayo mabadiliko hayajatokea, vitendo hivyo vikifanyika, tuendelee kupiga vita, kupaza sauti, kukemea kwamba wakuu wa wilaya wasiabuse. Na tunaona sasa hivi wamepata kiburi, mpaka mkuu wa wilaya anaagiza mbunge awekwe ndani. Mkuu wa wilaya hata mbunge akiumwa anataka yeye ndio atoe ruhusa. Yeso daktari. Kwa hivi ni vitu ambavyo ni lazima tuweze kuhakikisha kwamba tunapambana navyo. Tutaendelea kupaza sauti, tutaendelea kusema, tutatumia majukwaa ambayo tunayo kama mikutano yetu hii na majukwaa mengine kama bunge na mabaraza yetu mbalimbali na vyombo vya habari kama nyinyi, kuweza kukemea masuala kama haya. Ni lazima tuendelee kuyakemea, tusiyashabikie. Wakuu wa wilaya wanaofanya hivi tusiwaone ni mashujaa, bali tuwazomee, wanuke katika miji, mitaani wanakopita. Kwani si ni watu hawa? Tunakaa nao, tunaongea nao,
tunakunywa nao kwenye mabaa na kwenye marestaurant na kadhalika, waone kwamba jambo hilo sio sifa, ni jambo baya. Ndio hiyo wanaita social sanctions. Kwa hiyo unaweza kuwa hatuna ubavu, hatuna nguvu na sisi ya kumkamata yule mkuu wa wilaya, lakini wananchi wana nguvu ya kununa inatosha, na mtu akinuniwa vya kutosha anaweza akabadilika. Mheshimiwa Zitto Kabwe, katika mkutano huu tunazungumzia uhuru, tunazungumzia demokrasia ambao ndio mtazamo chanya wa baadaye katika sekta ya maendeleo, lakini tumeona uhuru huu katika mfumo au tasnia ya habari unaanza kuminywa, na wewe umekuwa mtu ambaye umepiga kelele sana hata katika utungaji wa ile sheria mpya. Leo magazeti yanaanza kurudiwa upya katika kuyasajili, lakini sisi wanahabari tuko hapa bado tunalia na baadhi ya sheria kandamizi katika sheria hii ya mwaka 2016. Nini wito wako kwa serikali katika bunge linaloanza Septemba 5 mtakachokwenda kukizungumza katika hili? Maana tumeona hata magazeti mbalimbali yanafungiwa lakini hakuna wa kusema. Kwanza mimi nilipinga kabisa mswada wa sheria mpya ya habari, the Media Services Act 2016, kwa sababu nilijua kinachokwenda kutokea ndio hiki ambacho tunaanza kukiona sasa hivi. Kwa sababu Tanzania sio kisiwa. Tanzania ni mjumbe wa jumuiya ya kimataifa. Mswada ule nilivyouona tu, niliiona Russia ya Vladimir Putin, sababu ndio alivyofanya uandikishaji upya wa vyombo vya habari, tena kwa mwaka, review ya kila mwaka, ni instrument of control, ili chombo cha habari ambacho kitaenda kinyume na matakwa ya watawala kitaweza kunyimwa usajili, nao kitaweza kunyimwa kuendelezewa usajili. Ni instrument of control, ni instrument of oppression. Lazima tuendelee kuipinga, na nyinyi waandishi wa habari, kalamu zenu na mic zenu zina nguvu sana, lazima mshirikiane nasi kuendelea kupinga. Msioni ni kazi ya wanasiasa peke yake, hii ni kazi ya wadau wote. Na niliwahi kusema huko nyuma kwamba wanaanza na vyama vya siasa, nyinyi wanahabari ndio mtakaofuata, na mmeona dhahiri nyinyi wenyewe kuweza kufanya kazi ya kupata usajili kila mwaka, kurenew kila mwaka, kupata leseni, dola lolote lile. Hata wakitoka hawa, sheria hii ikiendelea kuwepo, wakitoka hawa ambao wako madarakani sasa hivi, tukaingia sisi ambao tuko upinzani sasa hivi, kwa sheria hii hapata kuwa na haki, kwa sababu binadamu ana tendency ya kufanya vitu anavyofaidika navyo yeye na kuchukia vitu ambavyo vinamkarahisha yeye. Kwa lazima tupambane sheria hii ibadilike sasa, lazima tuikatae sasa. Na kuna zaidi ya hapo, unapoenda kusajili kuna masharti ya usajili. Kwa mfano, kuna baadhi ya vyombo vya habari vina umiliki wa wageni kwa 100% sasa hivi. Nadhani mnanielewa nikisema hivi. Kwenye kanuni wameweka kwamba huruhusiwi. Kwa maana yake ni nini? Ama serikali itaingia kuchukua umiliki kwenye baadhi ya vyombo vya habari ili waweze kuwa na sauti kwenye bodi, ndio kama Russia walivyofanya, kama Putin alivyofanya. Leo hamna free press in Russia kwa sababu ni njia hizi. Kwa mwanasiasa yeyote ambaye anajihangaisha kusoma, baada ya kuona ule mswada alijua ni nini kinachofuata. Na ndio haya, mimi sikushangaa juzi niliposikia tarehe imetangazwa, sikushangaa sababu nilishasema huko nyuma. Na kuna baadhi ya watu walinipinga, ikiwemo wanahabari waliosema kwamba ni mswada mzuri sana huo. Lakini sasa huko tunakokwenda, control ya dola kwenye vyombo vya habari itakuwa ni kubwa sana. Ni muhimu tuendelee kupinga, tuendelee kupaza sauti. Hatuna msitu wa kwenda sisi. Silaha yetu sisi ni sauti. Tuendelee kusema na kusema na kusema. Nini wito wako kwa jukwaa la wahariri ambao hivi karibuni wamejikanganya wenyewe katika sakata la Mimi ni mdau wa jukwaa la wahariri toka linaanza, toka wakati mwenyekiti wa jukwaa ni Sakina Datu, na nimewaambia kujukwaa sio kuanguka. Jukwaa la wahariri ni jukwaa muhimu sana na limefanya kazi kubwa sana. Kwa hatuwezi kuwahukumu kwa kosa moja ambalo limetokea. Wamelikiri, wameomba radhi. Kwa hiyo tuwape nafasi ya kujirekebisha
ili kuweza kuhakikisha ya kwamba huko tunakokwenda jukwaa hili huru kabisa liweze kufanya kazi zake kwa weledi, kwa professionalism ambayo inatakiwa. ACT Tunazungumzia swala katiba kwa zaidi ya mara moja, lakini Mheshimiwa Rais amejipambanua na kusema kwamba wakati wake katiba ameweka pembeni. Tutafanya nini sasa kama wananchi ili tuweze kupata katiba? Tuendelee kusema, nimesema tuendelee kupaza sauti, tusikae kimya. Kuna nyakati tunasema alafu tunarudi chini, tunasema hapana. Tuendelee kusema consistently kwamba ni lazima katiba. Na sisi tumeamua kwenye chama chetu, kuna azimio kwamba kila mkutano tunaofanya wa ndani au wa nje, lazima ajenda ya katiba izungumzwe, kwa sababu ndiyo njia pekee na endelevu ambayo itakayotusaidia. Leo hii anaweza akaingia madarakani mtu ambaye yuko upinzani sasa hivi, kwa katiba hii anaweza akawa mbaya zaidi ya watawala sasa hivi. Ndio maana lazima tuibadilishe katiba sasa, ili yeyote atakayeingia madarakani aweze kuongoza nchi yetu kwa mujibu wa katiba. Na hiyo ndio kazi kubwa ya kizalendo ambayo ni lazima tuifanye. Pale mwanzo ulizungumza kuhusiana na changamoto kubwa za vitu pamoja na elimu, na ukasema kwamba manispaa ya Kigoma Ujiji imevuka lengo la serikali kwa maana ya kusomesha kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, lakini imefika hapa kidato cha 6. Tunadhani viongozi wengine wenye wadhifa kama hapo wanashindwa watu kutekeleza jambo hili. Ndio tofauti ya chama chetu na vyama vingine. Chama chetu sisi mwaka jana, baada ya kuona mwanzoni tulikuwa tuna falsafa ya Unyerere, baada ya kuona utawala mpya ulipoingia na namna ambavyo unakwenda, mwezi Januari mwaka 2016 tukakutana, tukasema hawa watawala wapya watataka waende kwenye uchaguzi wa 2020 na rekodi ya maendeleo, na inawezekana kabisa wananchi wakakumbwa na huo mkumbo. Lazima tushindane nao kwenye rekodi ya maendeleo. Ndio maana sasa hivi, na baadaye utakuwa kuna mada kwamba falsafa yetu ni siasa ni maendeleo. Mwezi Januari 2016 tuliamua hili. Wengine wametuiga baadaye kuzungumza hivi. Sasa nini maana ya siasa ni maendeleo? Ndio kama hivyo kwamba serikali inasema sisi tutatoa elimu bure mpaka kidato cha 4. Sisi kama chama, sera yetu ilikuwa elimu bure mpaka chuo kikuu. Sasa tumepata halmashauri moja. Je, tunaweza tukatekeleza mpaka wapi? Sisi tuende mpaka kidato cha 6. Huo ndio uwezo wetu. Na halmashauri tumekubaliana kwenye halmashauri ya Kigoma ikipata uwezo zaidi. Kuna miradi mingi ambayo halmashauri inafanya ambayo inaweza ikaingizia mapato mengi baadaye, baada ya miaka 2-3. Tumekubaliana na meya ametangaza, tukipata uwezo zaidi, mtoto yoyote ambaye ni wa manispaa ya Kigoma Ujiji akipata akifaulu kwenda chuo kikuu, asiende kuhangaika na mikopo ya bodi ya mikopo. Manispaa imlipie chuo kikuu mpaka amalize chuo kikuu. Sasa hivi tumefika form 6, hapo ndio uwezo wetu. Na uwezo ukiongezeka tutafika mpaka chuo kikuu. Sasa wengine wanashindwa nini? Ni kuwa innovative tu. Takupa mfano. Sisi tumetoa wapi fedha za kuwasomesha watoto form 5 na form 6? Na tunatumia takriban milioni 38 kusomesha watoto kwa mwaka form 5 na form 6. Tumetoa wapi? Minara ya simu hii unayoiona, minara yote ya simu, pale ambapo wameweka mnara kuna fedha ambayo wanalipa tozo, si ndio? Minara yote ambayo iko ndani ya ardhi inayomilikiwa na manispaa ya Kigoma Ujiji, tozo yote ile sisi tumepeleka kwenye elimu. Ndio tunawasomeshia watoto. Arusha wanayo minara, Iringa wanayo minara, siji Kilombero wanayo minara, Ubungo wanayo minara. Ni kuamua kupambana au kushindana na watawala kwenye ajenda ya maendeleo.
wanasema ni control the narrative, na ndio maana unaona kwa mfano juzi hapa tulitoa tamko kuhusu korosho. Wao walitangaza kwamba korosho tutawapa wakulima salfa bure, madawa bure. Sisi tumetuma timu yetu ya watafiti, wamekwenda kule, wamekuta hali mbaya sana. Bei ya salfa imekuwa mara 2 zaidi ya bei ambayo wananchi wakulima walinunua mwaka uliopita. Tumetoa statement. Makamu wa rais kaenda kule, katamka kwamba jambo lile lishughulikiwe. Hiyo ndio aina ya siasa ambayo sisi tunataka kufanya. Siasa ya sio tu kuzungumza sana, sio tu kusema sana, bali kuonyesha tofauti ndani ya maeneo ambayo tunayaongoza. Na tukifanya hivyo, vyama vyote vikifanya hivyo, maana yake ni kwamba atakayefaidika ni mwananchi, na mwananchi ataiona faida ya mfumo wa demokrasia. Kwa mimi nawashawishi wenzangu, sisi tunakwenda zaidi, tunakwenda mbali zaidi. Kwa mfano miradi yote ya manispaa ya Kigoma Ujiji ambayo inahitaji ardhi, sisi tumekataa kutoa fidia, kwamba tumpe mwekezaji alipe fidia wananchi, alafu ajenge labda kama ni hospitali, sijui ni vituo vya biashara. No, tumesema ile ardhi ile, hawa wananchi ni wetu, tutawapa sisi fidia. Ile ardhi inakuwa ni ya manispaa, ile ardhi ndio inakuwa mtaji wetu kwenye mradi. Kwa maana yake ni kwamba kama kwenye mradi wakipata faida shilingi 100, sisi tutapata percent. Kwa mfano sasa hivi tunajenga hospitali kubwa jirani na kwa babake huyu bwana huyu pale Kigoma mjini, hospitali kubwa kabisa ya kisasa, kwa sababu mkakati wetu sisi ni kuvutia, yani Kigoma kuwa ni hub ya madawa, yani medical hub, badala ya Warundi wa Kongo kwenda India kutafuta madawa, kwenda Dar es Salaam, kwenda Nairobi, sasa pale jirani waje Kigoma. Kwa tunajenga hospitali kubwa sana pale, na hata ramani tayari na nini tunazo hapa, inabidi mayor approve. Nimemletea leo kutoka kwa hao wawekezaji. Sisi tunamwambia no, hiki kiwanja ni chetu, sisi tunataka 30%, ndio tunawaruhusu wakubali. Kwa hiyo ile hospitali ikipata faida, sisi tunapata 30%. Kwa hiyo tukipata fedha zaidi, tutawasomesha watoto wetu. Dream yetu, tunataka mtoto amemaliza form 4 Kigoma mjini, manispaa Kigoma Ujiji, amekwenda form 5, amelipiwa na manispaa, amemaliza form 6, amefaulu, aende chuo kikuu, asihangaike na mikopo. Tutamsomesha. Na vitu vitakavyosomesha ndo kama hivyo miradi ambayo tunaifanya. Kwa mimi nawasihi wenzangu wawe innovative. Na kuna wengine ambao wana mapato makubwa zaidi. Halmashauri za Dar es Salaam zina mapato makubwa sana. Arusha wana mapato makubwa, Iringa wanatuzidi mapato. Kwa hiyo ni kiasi cha kuwa innovative na kufanya tofauti. Na sisi tunaamini tukiendeleza hili vizuri, tukawa na rekodi nzuri, tukija Nyamagana 2020 tukawaambia tuliikuta Kigoma hivi, sasa iko hivi, tukabidhi Nyamagana tuibadilishe, naamini watakabidhi Nyamagana tutaibadilisha. ACT